Katika hasara ambazo kwenye maisha yako unatakiwa uzikwepe sana, mojawapo ya hasara ambazo unatakiwa uzikwepe sana ni wewe kuto kutimiza wajibu wa kuishi kwako duniani. Yaani mojawapo ya hasara ambazo unatakiwa uzikimbie, uzikwepe kwenye maisha yako. Ya kwanza ni wewe kuto kutimiza wajibu wako wa kuishi duniani, wa kuumbwa kwako, wa kuokolewa kwako. Cha kwanza hicho. Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo ngapi ile nitaandika hapo chini, anasema kwamba itamfaidia nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote na akapata hasara ya nafsi yake? Na kuna maana anasema kwamba atafidia nini baada ya nafsi yake? Anasema itamfaidia nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote? Ndugu yangu, kubali ingia hasara za aina zote. Yaani ingia hasara zote. Yaani zote mpaka uhai wako. Uhai sio kitu mojawapo ya kitu ambacho kipoteza, ni cha hasara moja kwa moja. Ili itafuatana na ulikuwa na maisha gani baada ya kupoteza uhai. Mojawapo ya hasara ambayo unatakiwa ukwepe duniani ni ya wewe kuto kutimiza wajibu wa kimungu, wajibu ambao Mungu alitakiwa uwajibike nao kwao. Anasema kwamba maana itamfaidia nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote, akapata vile vitu vionekanavyo ni vizuri, vionekanavyo vina fahari fulani, itamfaidia nini na akapata hasara ya nafsi yake? Ndugu yangu, hakuna maisha ya hasara sana. Hakuna maisha ya hasara. Yaani hakuna maisha ya hasara kama ya wewe kuto kufanya lile ambalo Mungu alitaka ulifanye, alitaka uwajibike kwalo. Hakuna hasara kubwa ya namna hii ya wewe kuto kutimiza wajibu ambao Mungu alitaka utimize, alitaka ufanye. Ingia hasara zote, filisika, uondoke hata duniani, ufanye chochote kile. Yaani yatokee mabaya aina yoyote kwenye maisha yako, lakini hakuna hasara kama hii mbaya sana kwenye maisha kila mtu anayejita Mkristo, anayesema Mungu anamjua, anaambaye Mungu anasema mjui, anayesema anayeamini Mungu yupo ama hayupo. Hakuna kitu kibaya kama cha wewe kuto kutimiza wajibu wako kwa Mungu wa kufanya lile ambalo Mungu alitaka ulifanye, alitaka ulitende. Ninachojua ni kwamba tumeletwa duniani kwa kusudi la Mungu. Tumeokolewa kama ni vijana, na wewe tumeokolewa kwa makusudi ya Mungu ili tutimize ule wajibu. Anasema itamfaidia nini mwanadamu? Itamfaidia nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote na akapata hasara nafsi yake? Akaua watu, akateka watu, akapoteza watu, akafanya mabaya, akaua watu, akajenga magorofa, akawa na pesa, akawa na ukwazi, akawa na vitu vyote vionekanavyo ni vizuri, akawa na vitu vyote, akana chochote cha maisha haya. Alafu anasema akapata hasara nafsi yake. Ndugu, ingia hasara zote. Kubali kuingia hasara zote. Usikubali kuingia hasara ya wewe kutotimiza wajibu wako kwa Mungu. Ni jambo la hasara sana. Ni jambo la hasara sana ambalo wewe katika kuishi kwako, na mimi naona ni kama ni jambo la hasara. Yaani kama duniani sitaishi katika wajibu ambao Mungu alitaka niwajibike kwao, aliyotaka uwajibike kwao. Yaani wewe ukaishi duniani ukawa na vyote, alafu baadaye mwisho yote roho yako kenda jehanamu, maisha yako yakawa ni ya mateso milele, yakawa ni mateso milele, yakawa ni maisha ya mateso, maumivu, roho yako na jehanamu. Yesu anasema kwamba msiogope wauao mwili, anasema muogopeni yule anayeweza kuua mwili na kuitupa roho katika jehanamu ya moto. Yaani hakuna maisha hasara kama hayo. Ukaishi duniani ishi yoyote vile, ishi kiasara namna yote, lakini hakuna maisha hasara kama hayo. Ukaishi duniani ukapata vyote, lakini mwisho wa siku roho yako, maisha yako yakaa ni ya jehanamu. Umesikia? Ni kama jambo gumu, lakini hata kama unasema Mungu hayupo ama yupo, ila Mungu yupo. Webisha vyote vile, hakuna hasara kama hiyo. Bora uingie hasara zote.
hasara zote, poteza chochote kile, lakini ukafanya wajibu wako duniani, wakubwa kwako, kuishi kwako. Angalia pale taja Lazaro na yule maskini yule. Unaona, maskini pamoja na maskini wake ni kama mtu ambaye aliingia hasara duniani, aliingia hasara alipokuwa duniani, lakini ama alikuwa maskini, sio analambwa na vidodo vyake vinalambwa na mbwa sijui, lakini umeona ni mtu ambaye alipata heshima sana kule ambako alikuwa ameenda, ukilinganisha na yule tajiri, kwamba alikuwa tajiri duniani, alikuwa anaishi maisha ukwasi, lakini pamoja na hayo akaishia kwenda eneo la mateso, akaishia kwenda eneo la mateso na mateso ya maumivu ya milele. Sababu mbona kama Lazaro walijifurahisha katika mambo mema, na angalia hapa wewe unaumizwa, unateswa, lakini jamaa hapa yupo anafarijiwa. Hakuna maisha ya hasara kama hayo. Ogopa, kwepa sana, kimbia kwa namna yote ile, usisi maisha hayo. Hamna faida ya chochote ambacho unaweza ukawa nacho kama wewe hautashikamana na Mungu kwenye maisha yako yote, ambayo hata kama utakuja kuondoka duniani, basi utakuwa na kifo ama na mwisho uliojawa heri na baraka nyingi. Unaweza kusema kwamba kwani kufa ni baraka? Inafuatana umeishia wapi. Ulikuwa umeishia pa, umefika pale, umeshika kitu cha aina gani? Lakini kama ulipatikana, ulikaa kwenye njia njema, kwenye njia nzuri, ni jambo la baraka, hali na shida yote, kwa sababu hata kule ambako kunenda kunakuwa ni sehemu salama, ni bora kabisa. Yaani vyote kabisa. Ndugu, ishi vyote vile, ila ogopa sana wewe kutokutimiza wajibu wako wa kuishi duniani. Kuishi duniani ni jambo la hasara sana duniani, jambo la hasara. Na ndio maana mimi hapa nimewaza mara nyingi, sio mara moja, kwamba kwa nini Mungu alinileta duniani. Sasa mimi kama mimi, wazazi wangu hawapo, walishafariki. Mwingine ni muda mrefu kama mamangu alitangulia mwaka 2014, na babangu juzi hapo 2020. Ila mimi ni maiwaza kwamba ningewafuata watu, ningeuliza kwa nini mnizaa, mbona uko duniani kama kwa mateso hivi? Ningeuliza, lakini sikuuliza. Nitauliza nini? Nitauliza makaburi. Sasa ogopa sana maisha kama hayo. Katika maisha yako kuishi duniani, tafuta kufanya wajibu wako kwa Mungu, wajibu wako kwa Mungu. Ingia, kubali hasara za namna zote, ya aina yote. Poteza hata uhai wako, lakini usikubali hasara ya wewe kuishi vizuri duniani afu kapata hasara ya milele, ukapata mateso ya milele ambayo Mungu atawahukumu wanadamu wote sana matendo yao na njia zao. Naitwa Gwamaka. Asante kwa kunisikiliza. Yaoni hayo, wajibu wako kwa Mungu. Usiache kufanya wajibu wako kwa Mungu, lile ambalo Mungu alitaka ulifanye, alitaka ulitende. Yote hayo kwa faida yako, si yangu, ni yako wewe. Hakuna sababu yote itakayofiti mbele za Mungu yawe kutokufanya uliotakiwa ufanye, kwa sababu katika hali ulionayo na chini ya hali ulionayo kuna watu ambao walifanya mapenzi na kusudi ya Mungu. Wale watu ndio ambao watakao kuhukumu pale ambapo tuleta sababu, na tuhukumiwa tunakuwa na hatia kwa wewe wa kutimiza uliotakiwa ulifanye duniani.